Wazee na vijana ambao ni watazamaji wangu, ambao ni Wakenya wenzangu, nina swali moja ambalo ningependa kila mmoja wetu aweze kujiuliza. Je, unafahamu kwamba Kenya hupoteza mamilioni ya pesa kila mwaka? Kenya hupoteza mamilioni ya pesa kila siku. Kenya hupoteza mabilioni ya pesa kila mwezi. Kenya hupoteza pesa kila sekunde. Si kupitia kwa njia ya vita, si kupitia kwa njia ya maafa, bali ni kupitia kashfa kubwa za ufisadi ambazo zimekula nchi hii taratibu kama ugonjwa wa kansa. Sijui kwamba umewahi kupata na situation whereby you have a patient who is cancer positive. Sijui kama kwa familia yako ama kwa miradi, kwa familia yako ama rafiki ama yule mtu ambaye unamfahamu ambaye ameturn cancer positive. Ni ugonjwa ambao unaumiza kwa kila siku. Ni ugonjwa ambao unafanya mtu kudhoofika kiafya. Ni ugonjwa ambao unakula hela kwa wale ambao hawana hela, hata wale ambao wanazo. Kwa enzi za mababu, kila serikali imekuja na ahadi za kupambana na ufisadi. Kila kiongozi ambaye anachaguliwa amekuja na mbinu tofauti ambazo ametaja kwamba ndizo watatumia ili kuhakikisha kwamba ufisadi umeweza kupotezwa. Lakini matokeo ni yale yale. Kashfa za kuyumbisha uchumi na kuumiza mwananchi wa kawaida zinaendelea kufanyika mara kwa mara. Nikipenda tuangalie baadhi ya kashfa ambazo zimeweza kuila nchi ya Kenya, ambazo zimeweza kuhakikisha kwamba Mkenya wa kawaida hana hela ya kutosha, ya kuhakikisha kwamba madaktari hawapati hela za kutosha kama malipo, kuhakikisha kwamba walimu hawalipwi in time. Skandal ya kwanza ni the Goldenberg scandal ambayo ilifanyika mwaka wa 1990. Ilidaiwa kwamba ingesaidia kuuza dhahabu nje ya nchi, lakini kwa kweli ilikuwa ni njia ya kupora zaidi ya mabilioni 100 za pesa za umma. Ni pesa ambazo zingetumika kujenga mabarabara, ni pesa ambazo zingetumika kujenga mahospitali, ni hela ambazo zingetumika kununua mashule na hata kuongeza mishahara wale ambao walikuwa wanafanya kazi wakati huo, lakini zikaweza kutolewa mifukoni mwa mwananchi wa kawaida. Skandal nyingine ni Anglo Leasing ambayo ilikuwa mwaka wa 2000. Serikali ya Kenya iliweza kulipa mabilioni kwa kampuni hewa ambazo hazikuwepo. Mpaka leo hakuna anayewajibishwa ipasavyo kuelezea kinagaubaga hizi hela zilitumika kivipi ama zilienda wapi, bali zilipotea mifukoni wa wachache ambao walikuwa kiongozini, ambao walikuwa serikalini. Skandal ya hivi majuzi ni skandal ya KEMSA scandal. KEMSA inafahamika ama inajulikana kuweza kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata madawa kwa muda ipasavyo na madawa ambayo ni uhakika wa kutibu magonjwa tofauti tofauti. Wakati ambapo tulikuwa na COVID-19 na wananchi walikuwa wanafariki kutokana na COVID-19, wengine waliona ni fursa kubwa ya kujitajirisha kupitia vifaa vya matibabu. Mabilioni ya pesa ya msaada zilitoweka wakati wa madaktari walikuwa wanakosa hata barakoa. Ukikumbuka wakati huu tulikuwa tunauziwa barakoa moja shilingi 300 ama shilingi 500. Lakini kuna wale ambao walikuwa wananufaika, waliona kama ni nafasi ya kuweza kutajirika. Skandal nyingine ambayo siwezi isahau ni NYS scandal ambayo ilifanyika
wakati wa Uhuru Kenyatta akiwa serikalini. Kuna baadhi ya viongozi ambao walitajwa kuhusika katika wizi wa mabilioni ya pesa katika skando ya NYS. NYS ni mradi ambao umekusudiwa kusaidia vijana kupata ajira, ukawa njia ya wanasiasa na maafisa wa serikalini kuipora nchi. Badala ya vijana kuinuliwa, waliishia kubaki bila ajira kutokana na tamaa ya wachache. Skando ya Kimwarer damu ambazo ziliweza kupitishwa kama bajeti ama ni damu ambazo zingeweza kusaidia Nairobi na mitaa mingine kupata maji kwa haraka. Lakini kuna wale ambao waliweza kulipwa, makampuni ya hewa yakalipwa kina kwamba itakuwa yakifanya project ya kujenga the biggest dams that will be supplying tons of water to Nairobi. Hadi wa leo kuna kampuni ambazo zililipwa zikafanya kazi. Serikali ya Ruto ikaingia serikalini ikahakikisha kwamba imeweza kusimamisha miradi hile, kina kwamba haikufuata it didn't follow the guidelines of the state. Lakini surprisingly, serikali ya Kenya Kwanza tena wametafuta kampuni zingine kuwapa ile project, ama kuna kampuni ambazo wameawadiwa project ya kuhakikisha kwamba mradi ule umeweza kukamilika. Swali langu ni je, wale ambao walilipwa fidia hapo awali wakasimamishwa kazi, hizo hela zilienda wapi? Na mbona tumeletewa kampuni zingine tofauti ziweze kuendeleza project hii kama si wizi? Swali ni hili: ni kwa nini kila kashfa inafichuka? Majina ya viongozi yanatajwa, lakini hakuna hatua kali hata moja ambayo inachukuliwa. Je, ni kwa sababu ufisadi Kenya umekuwa mfumo, si kosa la mtu mmoja, bali kila mtu anahusika, ikiwemo viongozi ambao wanaingia serikalini? Ndugu zangu, kila mara tunapolipa ushuru mkubwa, tukikosa dawa hospitalini au tukiona barabara mbovu, kumbuka si uchumi pekee utaangushwa, bali hizi kashfa kubwa, the mega scandals, ndizo zimekula nchi ya Kenya. Si kana kwamba kuna Mkenya alipi ushuru, bali kuna kashfa ambazo zimekula hela ambazo zimeingia kwenye mifuko ya wachache.